Naam, kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Naam, karibu sana. Tunaelekea majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka1 TV na mimi ni ndugu yako the one and all in town, DJP Baba la Baba, mzee wa Ngua Suma. Karibuni sana kwa wote ambao mko nasikiliza kutoka pande zote za dunia. Najua tuko tusikia vizuri sana kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Soneto pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Europe. Sijasahau pia nigusie sana Kigali, sababu Kigali pale kuna maelfu ya watu pia ambao wako wanatusikiliza. Na pia sijasahau wanangu wa UG Uganda, kwa Yoweri Kaguta Museveni pia tuko tunasikia vizuri sana. Katika masuala ambayo tutayazungumza, nitakuletea kitu ambacho ni special kidogo. Tokea tarehe 17 hivi, tarehe 18 mpaka tarehe 19 hadi kufika leo tarehe 20. Kuna habari nyingi ambazo zinasemekana kuhusiana na, kwanza moja, kuondoka kwa M23 Uvira, na pia kukimbia kwa wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge Uvira. Tofauti na ile message ambayo niliweza kuituma siku 2 zilizopita, kuna tafsiri zingine mpya ambazo zilitengenezwa na Wanyamulenge wao kwa wao, kati yao wakiwa wanashauriana kuambiana kwamba haina maana na haina haja ya kwenda na M23 kwa sababu walitangulia wako Uvira, miaka yote tunaishi nao Uvira, na hakuna hata mmoja ambaye ashawahi kuhudhurika na vitendo vibovu kufanywa dhidi yao. Kwa nini leo wajiruhusu ama wakubali kushawishika kwenda na M23? Na pia kuna wazalendo na FRDC wameweza kuwakamata wale Wanyamulenge wote, wamewaweka sehemu maalum na kuna ulinzi mkali, kwa maana kwamba wanalindwa kushinda watu wengine. Kata mbalimbali za Uvira ziko zinasikika milio ya risasi ya wale watu wa M23 ambao ni fake wazalendo, wako napiga risasi na kuendelea kupora baadhi ya watu. Sizungumzii wazalendo ambao walikuwa kwenye uwanja wa mapigano, nazungumzia wale ambao waliachwa na M23. Tokea haya mambo yako yanafanyika, tulisema mara mingi kwamba M23 iliwaacha watu na silaha wakiwa wanavalia nguo za kiraia, na pia kuna makundi mengine ya fake wazalendo ambao wanafanya kazi kwa niaba ya M23. Na pia tutoe tu pole kwanza kwa General Mapenzi ambaye aliweza kupoteza maisha huko maeneo ya Walungu. Axe Shabunda ni kutokana na mambo ya sintofahamu ambayo yako kati kwa kati, lakini tutapata muda mzuri pia wa kuzungumzia hizi mambo kwa wakati ambao uko unakuja. Na ningetaka pia kuweza kukushirikisha katika hili swala kwamba Baraka1 TV kwa sasa hivi tuko na mpangilio wa kuweza kununua drone, na tumekuwa tukifanya hivi mara kwa mara, na najua wewe ambaye uko unatusikiliza
kunakuwa na mchango mkubwa sana kwa ajili ya kuweza kuisupport B1 TV iweze kupiga hatua moja ama hatua nyingine. Nafikiri tulikotoka mpaka sasa hivi tuko pazuri na hili pia halitashindikana. Kwa hiyo tutagusia sana yale ambayo yako yanaendelea Uvira sasa hivi, leo hii, jana, leo, kwa sababu tayari kuna fununu nyingi sana. Vitendo vingi vya uhalifu viko vinafanyika, na hivi vyote wenye wako wanapewa lawama ni serikali pamoja na wazalendo, ndio wako wanapewa hizi lawama zote. Sasa sisi kama sisi tulitoa namba ya kamanda wa jeshi la Peme, pia jeshi la polisi pamoja na kamanda anaangalia vile ambaye ni komanda Mika, msaidizi wa General Makanaki. Namba hizo zilitoka ili unapomwona mtu yoyote anapiga risasi ovyo ama amekuingilia, piga hizo namba na moja kwa moja vikosi ambavyo vinahusika kwa ajili ya kulinda mji vitakuja na vitashughulika naye. Kwa hiyo ni lazima watu waweze kuwa makini sana katika hili. Sasa tutaanza hivi. Ili kupata taarifa zetu, like pia subscribe Baraka1 TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow na utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Tuanze na hili swala kwanza la Wanyamulenge. Wazalendo na FARDC walitembelea jamii za wakimbizi kutoka Rwanda ambao tunawaita Wanyamulenge, maeneo ya Nyamianda, Songo na sehemu zingine, na wako kabisa na ulinzi mkubwa, wanalindwa na wanaishi vizuri, tofauti na vile ambavyo wao wenyewe wako wanatangaza kwa kulazimishwa na M23. Kuna peji mbalimbali na pia kuna kwenye mtandao wa X pia watu ambao wana collaborate na M23 wamekuwa wakiandika vitendo vya uhalifu vinafanyika Uvira na wanaofanya kwamba ni wazalendo na wanawalenga nani? Wanawalenga Wanyamulenge. Lakini nakupa nafasi hii uweze kusikiliza na uweze kuona kwanza jinsi Wanyamulenge wanalindwa na wazalendo pamoja na FARDC ndani ya jiji la Uvira. Kwa kumake hiki kitu clear, ni lazima tuwe tunaongea lugha karibia zote, kwa sababu tuko na fair face na vita moja yenye iko ya vita ya uongo, na hii vita ya uongo inabidi tuifikishe mwisho. Wenzetu wako wanatumia nafasi hii kujivictimize, kujililiza, kuandika mabarua, kutuma kwa Nations Unies, kufanya hivi kwamba tu huku wanaonea hawa watu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, wananyanyasika. Sasa endapo tutakaa kimya bila pia kuwa na replicate ile mabarua na ile message, tutaonekana c'est vrai tuko tunawafanyia ile mavitendo. C'est la raison pour laquelle tunatumia nafasi hii pia kusema kwamba tolo baboye bande kuna biso Banyamulenge awa na Uvira baza malamu, mais tomonaki ba message moko parmi bango bazolo bake il faut baki Uvira po bakende na bandeko na bango ba M23. Ce n'est pas pour leurs intentions, mais ba M23 nde ba forsaki bango po babima bakima Uvira. Pona nini? Rezo moko balobaki ke soki batikali na Uvira kaka, ba wazalendo ba FARDC population ya Uvira ikosala bango mabe. Mais ça c'est pas le cas. Bango moko balobi ke biso soki tokimi Uvira, c'est pas de notre volonté. On a été forcé par le M23. Ils nous ont trompés. Tolo bana opinion internationale boy. On nous a forcé de quitter Uvira. Ce n'était pas pour notre volonté, mais on était coincés. Et d'ailleurs, ceux qui obouillent makambo ya M23, il y a risque même bango moko baboma yo. Wana nde façon ya bango. Soki bapesi yo plan, il faut tokende boy. Yo boy. Bango moko kaka bakosala yo mabe. Et puis soki basala yo mabe, bako attribuer mabe wana ke bato basala ki mabe wana baza banani ba wazalendo. Mais wana is faux. Maintenant, pour le moment, ba réfugiés rwandais ou tobenga bango Banyamulenge basa bien sécurisé, ba wazalendo bazo sécuriser bango, ba FARDC baza na bango,
Donc bazakaka aleze. Donc zile shida haziko, wako vizuri. Kwa hiyo kwanza sikiliza hii, tizama hii, afu tuje tu nikupe sasa, nikuletee sasa ile tafsiri ambayo walikuwa wako wanaambizana jinsi watakimbia, jinsi wataenda, na wengine wanaambia msitoke huko ambako mnaenda, watakwenda kuwamaliza bure, bakieni Uvira. Leo ni tariki 19 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Hawa ni jamaa ya Kinyamulenge ambayo imebakia pa mjini Uvira. Hawa iko sikilize hapa na serikali yetu ya Kongo ambayo imejitolea pamoja na wazalendo. Mmewaona pale, wanawasikilize vizuri sana. Hapa wamesema kama hakuna jeshi mwenye iko anatafuta raia, jeshi anatafutaka mwingine jeshi. Mtu ambaye watashika na silaha, huyo ndiye watatafuta. Lakini kwa ule wote akuwe raia wa Kinyarwanda, wa Kinyamurenge, mwenye tapatikana hana silaha, huyo ni mtu ambaye atakuwa sikilize kama wengine wa raia wenye wanakaa hapa Uvira. Hao watu ambao wanawasikiliza hapa, tuko na coordination ambayo inasimamia operation ya Sud Kivu, mkiwemo komanda opérationnel Rufa de Rufa, mkiwemo Kinise 1 akiwa ndani. Hao njo ambao na watu wa serikali ambao wamewasikilize mzuri. Hao ndio mnawaona hapa, wiko garde mzuri, hakuna shida yoyote, na kila mtu ajisikie kama iko huru na iko nasikilize ya mzuri. Asante sana. Voilà. Wana Ezea Libuso. Yamibale Ezaboy. Wanaambiana tusitoke, tusiende. Tukiwafuata hawa jamaa huko ambako tuko tunakwenda, tutakwenda kupotoka, tutakwenda kuangamizwa, bakieni hapa. Donc kati yao walikuwa wako wanapeana ushauri, twende ama tusiende, lakini idadi kubwa ya wao hawakutoka, walibakia, na ile idadi ndogo ambayo ilitoka ndio walienda, walifika Kamanyola. Tumesikia taarifa Kamanyola jana kulikuwa kuna mapigano ya wao kwa wao, Wanyarwanda M23 wako wao walikuwa narushana risasi, kwa sababu kuna kambi mbili sasa hivi. Kuna maafisa kutoka Rwanda ambao walikuja kwenye kikao pale Uvira na waliweza kupigwa na ile drone maeneo ya Kalundu. Sasa inasemekana, ni taarifa ambazo bado hazijawa na uhakika, lakini inasemekana kwenye kile kikao alikuwa Sultani Makenga, Joseph Kabila, wakina Bernard Mungu, Willy Ngoma na wengine wengi, watu zaidi ya 40, na wote waliteketea mle ndani. Sasa hile kitu imewapoteza maafisa wakubwa, na James Kabarebe kwamba ilipoteza maafisa wakubwa wa Rwanda. Sasa Rwanda inataka ijiondoe, irudie. Wakina Corneille Nangaa wanangangania kubakia kwa kuendeleza nini operation. Wamoja inasemekana walijikata kwenda maeneo ya Mwenga. Unaona? Na hii vita ambayo ilitokea Kamanyola ya wako kurushana risasi pia ni katika hii ya kutokuelewana tu. Hao wanasema twende kushoto au twende kulia. Na taarifa kutoka kwenye chumba cha White House, Donald Trump wametoa taarifa rasmi kwamba vikosi vyote vya Rwanda vitoke mara moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa swali ni kwamba hawa ambao walikimbia Uvira wataenda Bukavu. Baadaye Bukavu M23 itatoka. Wataenda wapi tena? Goma. Baadaye Goma M23 inatoka. Wataenda wapi? Walikimbia ambako walikuwa wanaishi vizuri na wananchi walikuwa salama, walikuwa wanafanya shughuli zao. Kwa sababu ya ujinga wanakwenda nafuatana na watu ambao hawana msaada wote kwao. Tumeishi miaka mingi na Wanyamulenge hapo Uvira. Miaka mingi tumesoma na mimi hapa nimesoma na kina Bigira Marora. Ushule jina? Jamaa mmoja Bigira Marora. Wakina Nzibatanuka tumesoma nao. Na tumeishi nao vizuri tu, lakini ni watu ambao wanapumbazwa na kudanganywa kiurahisi. Na hichi kitendo ni kitendo ambacho kimewatia hasira community ya Wanyamulenge Kishasa, pia hata na Marekani
na hata Australia pia wengi hawapendi mchezo ambao wako wanachezewa na Rwanda. Unaona? Hawapendi huo mchezo. Ni ile tu kwamba wanakosa namna. Na usi hapa katikati kuna taarifa ambayo nimepata inasema kwamba Twigwaneho ya Sematama wanalaumu Kigali, kwa nini mliwakamata Wanyamulenge kuwatoa Uvira kuwapeleka huko kwenye mnaenda. Sasa mnahisi je, watarudia tena Uvira na wanaacha nyumba zao na kila kitu chao? Wewe kama mnaingiza watu kwenye matatizo makubwa. Kwa hiyo sikia tafsiri hii hapa, kisha tutakuja kuzungumza hali halisi ambayo iko inafanyika Uvira kwa sasa hivi. Muraho Banyamulenge kazi, tubanje kubaheza mpuraho muherereye mwese kubzagwa abantu bagize. Hizo audio mbili nimezisikiliza, hata nijaribu kutoa tafsiri ya audio moja moja, lakini nitajaribu kusema kwa kiujumla ili angalao uelewe audio ya kwanza inasema nini. Hii audio ya kwanza inaonekana ni Mnyamulenge umoja yani Mnyamulenge umoja iko nasema kuhusu gisi M23 imekamata gisi M23 imetoka Uvira. Sasa iko inahamasisha Wanyamulenge wote wako Uvira watoke eti wakimbie waende nabo. Sasa huyu mtu iko naambia Wanyamulenge wenzake na tena iko naambia M23. Kwanza message yenyewe iko natoa kwa Wanyamulenge wenzake, amewaambia hivi: M23 isiwadanganyi eti mkimbie. Mweye mliishi hapa Uvira tangu zamani. Lizwa na M23. Kandi M23 muza muyivuga ngo n'umutabazi wanyu kubatabara kubarengera. Abanyabuvira bari basanzwe Buvira nta kibazo bari bafite. Iyo leta muza mwirirwa mutuka yari bari babana nayo. Abo bazarendo mwabanaga nabo. None uyu munsi wa none M23 ni muhunge muve muri Buvira mukiviwe wategetse kuva ngo bavemwo. Na tena mlikuwa mnaishi na watu wa Uvira hapa kwa amani. Sasa M23 yenyewe imeshindwa, inataka sasa kuwafarakanisha na watu wa Uvira. Anasema hivi: mweye msidanganywe na hiyo M23. Hiyo M23 haina nguvu. M23 wameshaitoa Uvira na kesho wataitoa Goma na kesho yake wataitoa Bukavu. Sasa iko natafuta mbinu yote iseme kama Wanyamulenge wako wanafanya nini. Leta ya Kongo iko inawafanyia mabaya. Muvemwo tukaba tubabwira ngo Abanyamulenge mwe abayibuvira nibo dushaka kubwira n'abandi bantu bose bashobora kubira ngo bavuge bahamagara Abanyabuvira. Turababwira ngo ni mwicare Buvira, mugume Buvira. Umwanzi wanyu suwo nguho, umwanzi n'uyu nguyu uzubasenyera. Wasenyera uguri wacu yohereza Red Tabarira turimbura imarinka imara abantu nubiza intambara zikaba zikituru hejuru y'uyu mugambi hiyo leta muri ko muvuga ngo ni leta. Sasa anasema hivi: M23 kuona imeshindwa, imetafuta angalao iseme kama Wanyamulenge wako wanakamatwa vibaya, komsa le ma communauté internationale wafika nasema kama kuko Wanyamulenge wako wanauawa, wako wanakimbia. Sasa akasema hivi: hii M23 mnayoifuata nyuma iko inawadanganya. M23 haina nguvu. M23 iko inashindwa. M23 ndio iko naua Wanyamulenge, ilituma kama ndio Red Tabara iwakute Minembwe, na hivi iko natafuta gisi iwapeleke mu Plaine de la Rusizi, kama ndio Plaine de la Rusizi. Nasema kama ni Maimai, Wazalendo na FRDC wamefanya nini ngo y'ubutabazi bwanyu. None se leta ibasanze mwari mutuye aho ikabiri kibabwira umunsi wa none mutaragize ikibazo mugira, ikabibabwira ngo ni muhunge. Iyi leta muzamu yizera mukavuga ngo niyo leta izobatabara. Yesu umwijima babagiye mu maso n'umwijima umeze uti. Ikintu cyabafukiriye mu ntekerezo zikabafukira. Timugira ibindi bitekerezo ngo muza mutekereze nk'abantu cyangwa murangize murebe ibihe uko bigenda bimera
cyangwa ngo mutekereze ibintu abanyarwanda bababwinzira igihumbi zo kurimbura umunyamurenge no kubasenyera no kubakura mu byanyu. Mugira ibitekerezo muza mwumva muracatekereza nk'abantu. None uyu munsi none ko bararunga ngo mukurike M23 ibajanye mu Rwanda igiye kubateguriza se ahantu ifite cyangwa ibajanya harya ku Kibuye yababwiye. Tukaba tumubura ngo muhumure muguma aho ngaho nta ko leta ibagira. Leta mu zindi ntara zose abandi banyamurenge baraharusibye hari umugambi wa M23. Ili community internationale iseme ya kwamba hawa watu wanyamurenge wako wanauawa, kuko genocide iko inafanyiwa wanyamurenge. Komsa ile M23 afika nasema ya kwamba mwendo mlikuwa mnawaprotege, unasikia? Sasa kawaambia hivi, nyie wanyamurenge mnataka kutoka hapo Uvira eti mnakimbia mnaenda Rwanda. Rwanda ni kwenu? Ama kama ni kwenu, Rwanda waliwaandalia penye mtafikia? Mbona hii miaka yote mlikuwa mko mnaishi Uvira? Sasa tatizo mlikuwa nayo ni ya wapi? Mbona mlikuwa mnaishi Uvira na watu wa Uvira vizuri? Kandi iki kintu leta yarakimenye yuko imitego igenda itega uko ari umunyamurenge ishaka kugira ngo izivuga nimara yikomoza ijambo ry'abatutsi. Ni mugumaho ndako muba leta yabimenye. Nimba M23 bisha gucisha ukuboko inyuma kugira ngo igarukire bikuntu yoja kubica ibyo ubungubu isi yaregaranije, turabizamagana turabivuga n'ubu turabamagana. Mbona wazalendo mlikuwa mnaishi nao vizuri? Mbona FARDC mlikuwa mnaishi nao vizuri? Sasa imeendeka aje leo wawadanganye kwa sababu wameshindwa eti na nyie mkusanye mirago yenu mkimbie nao? Eti inataka hii M23 inataka kuwasepare na watu wa Uvira ili kesho mkienda huko mwende yani ionekane mmekimbia na Wanyarwanda, mmeenda na Wanyarwanda wote. Inasema hiyo M23, niko na tafsiri gisa alivyosema, mkienda wote kesho hamtaruhusiwa hata kurudi tena, kwa sababu asasema mwe mlienda na Wanyarwanda, sasa kuna haja ya kurudi huko. Sasa leta ya Kongo iliona hiyo genocide iko inaandaliwa na wa M23, ikasema hivi hatuwezi kubikubali, ikaanza kuwaprotege, ikakataa, ikawaambia wanani wa FRDC, ikawaambia na wazalendo wasisubutu wagushi kumnyamurenge hata umoja, nibareke kubakura Buvira muri abakongomani mu bandi ntibakura abanyamurenge, ari abakongomani mu bandi ngo babakura aho bajane. Izi nizo ziraza baza bashaka kugira ngo baduteranye iteka ryose, badutandukanye, bahora baduteranya n'abandi. Impamvu bariko bakura Buvira nuko bariko abantu batazuswa kuhagaruka, nta mbaraga bahafite, bashizweho igitutu ko barakurwa n'ahandi bazohakurwa, na za Bukavu bazozivamwa na za Goma bazobivamwa, kwa sababu M23 itafika napiga makofi iseme oh, mnaona wale watu tulikuwa tunaprotege, wale wa Rwanda phone tulikuwa tunaprotege, tulikuwa tunafanya nini? Sasa tumetoka eko wameanza kuwaua. Sasa wazalendo wakabisikia na FARDC ikabisikia, hawakugusi hata mnyamurenge umoja. Sasa leo mko mnakimbia, eti mnakimbia nini? Hiyo M23 hiyo Kagame eti ndo aliituma, ikaja inajisemesha eti oh nani Uvira tombe, eti Uvira tombe. Hiyo benye mnasema eti Uvira tombe, mwendo mmetombe, msirujage tena kusema eti Uvira tombe. Nyie wa M23 ndo mmesema Uvira, yani nyie ndo mmetombe. Fasi yote mtakuwa mnafika, mjuage tu kama mwendo mmekuwa tombe. Rero wone umushinya kura ngo basige babangirije babasambure babatandukanye, nimunahunga babakuraho ngane nukura ngo muzagaruke ntimukagaruka Ibuvira. Nimunagaruka baza bavuga ati turabanga bajanye n'abanyarwanda, bajanye n'abandi banyarwanda. Rero tukaba twamagana izo nkozi z'ibibi, namwe tubamagana ngo nimureke abo mitualite y'Ubuvira ihamagara abanyamurenge ngo babakure Ibuvira. Twamagana iyo mitualite, uwakoze ikibi nimba rikabona ko leta yo mufunga nahunge. Hari n'abandi bajya Uvira aho ngaho babonye ko batakora na M23 barahunga, nawe nahunga azogaruka
ariko basige imiryango bareke kugenda, kwa sababu mwe hamna nguvu za kupiganisha hii leta ya Kongo. Na tena muda si mrefu na Uvira na Goma mtapatoka na wapi na Bukavu mtapatoka, na panginepo pote mlikamata mtapatoka kwa nguvu ama kwa kupenda. Sasa M23 ilitudanganya, nilikuwa nasema gisa anavyosema M23 ilitudanganya kila siku, natufanya eti kuna tutetea kila siku, sijui kama ndo akina Nyarugabo ndo nani siwajui, mimi nimesikia majina hivyo, wanakuwa wanadanganyika. M23 inawadanganya eti iko na wapigania. Sasa kama iko na wapigania, aje tena iwatoe tena nafasi ambayo iko na wapigania, aje tena waambie wakimbie. Sasa leo wakitolewa Uvira nani Goma, watafuka wanasema Wanyamulenge wenyewe wanaishi Goma watoke. Sasa wakitolewa nani Bukavu, watafuka wanasema Wanyamulenge wote wako Bukavu watoke. Harike kururunga ngo barurunga abantu bajane baje kubarimbura mu nkambi, shanga bajane muri ya plane bashika abanyarwanda baje ko habikira niba mara bazabeshe ngo ni M23 ngo ni mayimayi zabishe. Nuko turumva yuko bateguje abantu bafashe ingabo zabo ziri ku misozi ko zirarasa kugira ngo zitere abajye buvira ubwoba bahunge ngo nizabaye mazi ziko zija gutera ngo zibishe. Leta yamenye ayo makuru, tukaba twamagana tubwira M23, namwe tubabwira ngo ni mureke abanyabuvira mureke kurikira M23, mureke gukurikira izo nkozi zibi zaturimbuye zatwojeje leta barazikatumara, zadutejeje ibyaguruguru n'abari abana barimbutse ruguru ni ku mugambi wabo bafata bari basore bafata bugwate. Sasa amesema hivi, hii nani M23 ndio iko naandaa genocide ya kuua Wanyamulenge ili wabipachike kwa nani? Kwa leta na wazalendo. Unasikia nani kisema leta, amesema FARDC. Sasa kwa hiyo iko na waomba wawe makini sana, wajue ni vitu gani wako emo, wako wanajifikiri kama watu. Eti hivi tena wakwagi watu, hawanaga akili. Hawa Wanyamulenge wenyewe wako Uvira. So eti Wanyamulenge tu wako Uvira, Wanyamulenge wote wako Kongo. Eti leta inawaprotege lakini wao hawaoni. Wanaishi vizuri na raia lakini wanafanya eti M23 ndio imekuja kuwasaidia. Sasa kwa hiyo amesema kama sio minyama tena hivi hawako tena watu, kwa sababu wanajifikiri kama watu ambao hawana akili. Tukienda kumalizia na hili swala la Uvira kwa sasa hivi. Uvira sasa hivi tokea juzi jana na leo iko na shuhudia vitendo vya kijinga sana kutoka kwa wazalendo ambao ni fake wazalendo, hao ambao wanatumika na M23. Na sitakosa pia kusisitizia yale masuala ya coordination ya bakordo. Yale masuala tena yako yanaenda yanajirudia, yanaanza tena kujirudia vile vile kama zamani. Uwingi wa makoordination za wazalendo, uwingi wa wazalendo ambao wako incontrole Uvira. Ndugu zangu, kweni makini sana na hawa ambao mko mnawaona, makini sana. Na kuna namba ambazo zilitolewa na polisi pia na wazalendo na hata pia jeshi. Chochote ambacho mtakiona hakiko sawa, pigeni hizo namba na nafikiri wahusika wataweza kushughulikiwa. Mambo sasa hivi yako yanakwenda yaweza kaa kwenye mstari, na tuwe tunaepuka sana message zile za shutuma, za kuwashutumu watu, za kuanza kulaumia watu, za kuanza kuwadanganyia pia watu vitu ambavyo hawajafanya. Sio wale ambao wapo katika mstari wa mbele kutetea taifa kwamba ndio wako wanafanya mahovu. Hakuna mzalendo ambaye yuko anafanya mahovu dhidi ya mwananchi wa kawaida. Wenye wako fanya mahovu ni zile mbegu ambazo ziliachwa na M23. Hili niko nalisema wazi wazi. Kuko mbegu ambazo ziliachwa na M23 na ndio hizo ambazo ziko zinafanya mahovu sasa hivi ndani ya jiji la Uvira. Kwa hiyo ndugu zangu, kweni makini na hakikisheni kwamba kila mtu kwa sasa hivi kwanza uko nyumbani kwako, baki nyumbani kwako. Shughuli zingine zitaenda kulingana na jinsi mtapewa taarifa rasmi kwamba shughuli zianze, lakini kwa sasa hivi kwanza milio ya risasi ingali nasikika ovyo ovyo. Kwa hiyo ili kuepukana na matatizo yote, unaomba kwanza kubaki nyumbani kwako. Nafikiri kwa haya machache ambayo tuko nayo kwa mchana huu, tukutanane majira ya saa 9 kupitia B1 TV.